we mwega njitagwo Simon Kibe nĩ ngatho cia mwanya nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere na gũtũrũmĩrĩra muthenya wa ũmũthĩ twĩ njera-inĩ citũ mwena wa Naivasha twĩ njera-inĩ ya arume ya Naivasha muthiĩte na mbere na kũrũmĩrĩra channel ĩno na njĩra nene mũno na ngakena o muthenya gwakĩa andũ aingĩ no kwĩongerera mareyongerera thĩinĩ wa channel ĩno mũgashare mũgasubscribe nĩgetha ĩtuĩkage ya gũtũthomithia na ya gũteithia andũ aitũ mũno makĩria arĩa me thĩinĩ wa njera. Ũmũthĩ ndĩ thĩinĩ wa njera ya Naivasha Maximum Prison gũkũ kwĩna andũ arĩa mohetwo cioho cia mĩaka mĩingĩ. Muthenya wa ũmũthĩ ndĩra kwaranĩria na mũndũrũme wĩ haha ũyũ nĩ kũraga oragire mũndũ atĩa amũrathire na mũguĩ kana mũshare na mũndũ ũcio agĩkua. Nĩkĩ moranagia nĩ wa kuma mwena wa Njoro kaunti-inĩ ya Nakuru. Andũ a Njoro na andũ a Moro Elbagon tũrĩ kũu guothe mwĩtĩkĩre gũbuata channel ĩno ya Simon Kibe. Ohetwo mĩaka igana gwathire atĩa? Maũndũ macio nĩmo tũkwaria nake kwambĩrĩria thaa ici na ĩno ni direct ya ĩmwe kwa ĩmwe. Mimi najua umenielezea ufahamu Kikuyu, kwa hivyo tutatumia lugha ya Kiswahili. Nataka utuambie majina na utuambie umetoka wapi exactly na ulifungwa mwaka upi? Mimi nilifungwa 2017. Naitwa Bernard Kimoi Kerich kutoka Marisioni pande wa Njoro na Iswe. So vile walikujia mtoto before tuende hapo, hebu tuambie ulifungwa mwaka upi? Ulikuwa umeniambia wewe ni Dorofo. Mimi ni Dorofo. Na wakanifunga 2017. Mwezi wa 12. Achimeni yangu ikaanguka nikafungwa 30. So kwa saizi umefungwa miaka 30 jela. Miaka 30 jela. So unatoka jela mwaka upi? Mimi naenda 2040. 2040. Huyo amefungwa 2040, atatoka jela. So umepangaje kukaa hiyo miaka yote prison, miaka mpaka 2040? Kutoka saizi hiyo inakuja miaka 15. Niliandika malilio na ilikubalika malilio. Sasa tarehe 10 mwezi wa 7 ndio nitasikia judgment ya hiyo apile niliandika. Na ilikubalika wanisaidie ndio niliandika malilio. Na mimi sina ati kitu yenye nitasema juu hiyo kitu nilifanya. Na niko na imani nilifanya hiyo kitu ndio ilijulikana hata nyumbani. Kwa asubuhi mchana. Utatuelezea zaidi. Sasa uko nje upande wa Njoro ulikuwa unafanya kazi gani? Nilikuwa nashona viazi. Nilikuwa nashona viazi ya Marigiti, ya Wangige, na zenye zinaenda Sirare, pande ya Busia. Mimi nilikuwa broker ya viazi. Broker ya viazi. Ulikuwa na familia? Hapana, nilikuwa nataka nioe hiyo mtoto. Sasa alikuwa shule, alikuwa form 4. So vile mali makosa ilikuja kutokea, nilikaa na mtoto wakati yenye mtihani alikuwa anaendelea na mtihani. Mtihani ya form 4? Sasa hiyo mtihani ndio ilifanya hiyo mtoto akujiwe juu nilala na mtoto akwenda siku ya mtihani. Aje sasa ni mapenzi mlikuwa nao na msichana wa form 4? Alikuwa na miaka ngapi? Alikuwa na 17 years. Sasa wewe ulikuwa umemchukua kama bibi yako? Kafuatiliwa mtihani. Hiyo mtihani wakaikujia mtoto apeleke mtihani juu mtihani mtoto alikuwa ameregister mtihani. Sasa hiyo mtihani haikufanyika juu mimi nilikata mtoto akiendelea wapi? Akiendelea na mtihani. Nikamkataisha nikampeleka. Sasa mmekuwa na mapenzi na huo msichana ama mlijuana huo wakati wa mtihani ama nini? Tulikuwa na mapenzi kuanzia mwezi wa 4 tukakaa naye mpaka mwezi wa 8. KCSE ikafika. KCSE ikafika. Mimi nikaenda naye mtoto ikiwa mtihani inaendelea. Yeye alikubali ama ilikuwa cha nguvu? Yeye alikubali. Juu nilitoa yeye pande ya Molo mali inaitwa Siriko. Nikapeleka yeye Marisioni nyumbani. Sasa wakafuata. Hiyo mzazi mwenye alikuja asubuhi wakakuja, kuna mahali walikuja wakalala. Asubuhi si wakakuja. Wakapeleka ile mtoto vile walifungua mlango, wakatoa mtoto, mimi wakushughulika na mimi. Sasa vile walienda kulima mtoto pale mlango, nikasikia mtoto akipiga ndu, nikatoa mshale. Vile nilitoa mshale kufuruga hawa wote na chief, nikadunga mshale. Sasa vile nilidunga msasi mshale, hiyo msasi nikaambiwa alienda.
nikatafutwa na DCI. So ulipotea? Ndio nikaletwa Njoro. Ndio nilipata nduru ilianzishwa, mobs ikakuwa wamenitafuta. Mimi nikatafutwa saa hiyo. Nikatafutwa ati nifungwe. Mimi nikaenda nikashikiwa mahali naitwa Sururu, Maunaro. Walinishikia Maunaro mahali naitwa Mwisho wa Rami. Kanishika wakanileta kwa DCI Njoro. Nikakaa Njoro. Nilikaa wiki moja nikaleta prison Nakuru. Nikakaa Nakuru. Hiyo hata kesi yangu haikukaa miaka 2, nikafungwa direct. So huo wakati ulifungwa miaka ngapi? Sahi. Hiyo wakati ulifungwa bado ulifungwa 30? Nilifungwa 30 juu nilikaa miaka 1 juu ya hiyo kesi. Nilifuatiliwa kesi juu December ilikuwa wakaenda likizo nikakaa. Vile walirudi wakakuja sasa wakanifunga. Sasa huyu mzazi ambaye ulidunga mshale akakufa ni mzazi wa ni baba ama ni mama? Baba ya mtoto. Baba ya mtoto. Na walikuwa wamekuja na mamake pia? Mamake hakuweko. Walikuwa nyumba 10 ya area kwetu. Na huyu nyumba 10 ilikuwa wazee na chief. Sasa chief alikuwa anajua nyumbani. Na chief ni ndugu yangu. Naitwa David Sayali. Ndugu yako aje? Kalete. Ndugu yangu kwa wasasi. Ni kwa ya nyumba kubwa. Sasa akaambia ninajua ya kijana anashona viazi. Twende kwake. Kuja kwake wakatoa mtoto wakae. Sasa vile walipiga mtoto. Juu ilifanya nini? Juu mzazi alienda kufika njiani akaambia mtoto, "Mimi nalipa mtihani na wewe unakuja unaniharibia pesa ya shule." Naenda unaolewa. Akapiga mtoto. Sasa vile alipiga mtoto. Hiyo mtoto akapiga nduru. Vile alipiga nduru mimi nikatoa mshale nikafuruka hiyo familia hiyo watu wenye walikuwa kwa hiyo fence hiyo barabara. Kadunga msasi kichwa mshale. Kapelekwa Tenwe enda kwa hospitali. Sasa huyu msichana ndo mchukue wakati wote kutoka mwezi wa 4 mpaka mwezi wa 8. Wakati huo bado alikuwa anatafuta ama vipi? Bana. Mimi hii mtoto nilikuwa na yeye kuanzia mwezi wa 4. Sasa alikuwa anaenda shule, mimi naenda Molo. Mkuta. Tulikuwa na yeye hivyo. Sasa vile ilikuwa imekaribia mwezi wa 8 nikasema nilete kuna kimila sisi Mandorobo tunafanyaga. Sasa mzazi alikuwa anasema hiyo kimila imekataliwa na serikali. Sasa hata utalete juu umesema ako na mimba. Nikaambia ako na mimba. Sasa alikuwa na mimba yako? Enda lete na kitu nitamfanyia na arudi kwa waenda amalize mtihani. Sasa kalala wakati yenye angamo. Kia mtihani. Juu hii mtihani juu ilete taruki mtoto afuate. Angefuata. Haya, no igwa ndeto. Cio nĩ ndeto cia kũmakania, ona niĩ nĩ ndaigua ndamaka. Sasa msichana amechukuliwa, wewe umefungwa. Umekuwa ukifuatilia huo msichana ako wapi? Mtoto wako alifunguliwa M-Pesa na wajomba ya pande naitwa Mauche. Anafanya M-Pesa. Hebu usiname sana. Anakujaga kuniona hapa. Alikuwa amekuja visiting ya mwezi wa 4. Alikuwa ameniletea mtoto. Na hata wanaongea na familia ya kwetu. Saa hii. Anaitwa Vivian Chemuta. Anapelekaga mtoto nyumbani. Juu vile alienda hivi hata hiyo mtihani hakufanya tena. Alienda akagonjeka, bila aligonjeka kakaa kidogo akajifungua. Kijana anaitwa Mchumba. Alipata kijana. Akona kijana. Saa hii kijana ni mkubwa. Sasa umezaliwa mtoto, msichana bado anakuangalia. Unaona kama ulikosea kabisa. Mimi nilikosea. Ulitoa uhai wa mzazi. Mzazi sasa huo ni mzazi wako. Ni kama uliua mzazi wako. Hiyo ndio inanifanyaga hata inisumbue vile nitaenda kuishi nyumbani, nitaenda kukaaje. Ndio hiyo mwanamke alisema aniwache. Hata nyumbani anakujaga nyumbani. Saa hii hata akitaka kitu yenye anataka anaulizaga mzazi mamangu. Hata ng'ombe alipatiwa ng'ombe aishiki na hiyo ng'ombe juu vile alifunguliwa na wajomba M-Pesa hapo Mauche. Ako na piloti, hiyo familia wako na piloti Mauche Center. Sasa wanakutanaga na watoto ya kwetu, sister zangu, mtoto anaendaka hata shule, madhe ndio analipia shule. Hebu unaweza tuambia nini ulifikiria hiyo wakati ulichukua mshale ukaona tu uchukue tu mshale na unajua hiyo ni kifo? Kuchungu yenye nilipata vile walienda walichukua mtoto peke yake, hawajanuliza chochote na wakaenda wakapiga hiyo mtoto. Sasa nduru ya mtoto ndio ilifanya hata mimi kaangalia sasa huyu maidia sasa anapigwa bure. Penzi wangu sasa hivi ameupiga na sisi tuliitikiana, hakuna mtu mwenye alifanywa na fujo. Sasa vile walipiga hii mtoto nikakumbuka hii manyumba 10 ni hawa ndio
Na mimi nilitupa hata mshale sikuwa najua inaenda kwa hiyo msasi. Nilikuwa natupa mshale nifuruga hiyo watu. Sasa kufuruga hiyo watu ikaenda ikashika mtu. Na hiyo mshale kumbe iko na kutu na imewekwa sumu. Si msasi ya. Wewe mshale ulikuwa unaweka ya nini? Mshale msi tunaweka kwa mshale njoo si tunaenda kuinda swara. Si ni watu ya kichaka. Sasa hii mshale nilitoa njoo uwezo sikuwa na uwezo kupigana na watu njoo ni wasasi wakubwa. Kashoa hii mshale njoo hii watu watoro waniwaachie msichana. Hawakuniachia tena. Kaenda na mtoto wakafuruta hiyo mtu na mimi nikafukuzwa na mob justice. Sasa ukiachiliwa utaenda kukaje na watu? Hiyo kitu ndio inanudhiki roho sana. Njoo hata hapa hivi nimesomea vitu mingi kanisa. Pa nilikuja nikaokokea hapa hivi. Mimi sikuwa hata najua kuombea hata ugali. Mimi nilikuwa tu mtu ya msturi huko nyumbani. Nilikuwa naenda kasali. Kwa naenda kushona viazi. Hiyo kazi nilikuwa naifanyanga tu kazi lakini kanisa si jawahi kwenda kanisa. Ni hapa ndio nilianzia kuokokea hapa hivi jela. Mimi nilikuja kuokokea jela hapa hivi. So maisha ya jela imekuaje hiyo miaka ingine 15? Ili kitu hata yenye imenibadilisha hapa hivi. Nilikuja kubadilika hapa juu ya ufundi. Sikuwa najua kujenga, sikuwa najua hata kutengeneza 63. Sasa hii mimi ni fundi. Mimi hata kuchoma, sasa hii mimi nachoma mtu ya meto. Nikileta hata trailer atinga hapa hivi ninacho. Lakini kitu yenye inanudhi roho ni wale wasasi. Wale wasasi. Hii mwanamke kweli ananipenda na msasi sasa naendaga mpaka ninamuasa msasi. Friend tutaleta aje na hii brother yao. Juu brother yao tukiongea nao kwa simu na niongelesha na nitumia pesa na ni msasi yake aliaga. Sasa mimi nakumbukaga huyu ananilipiaga hata shule na ni brother ya bibi yangu. Taenda kuishi jinawa. Uoga yenye niko naye ni hiyo. Juu labda hii petition pesa kunisaidia iniwachilie. So uko na matumaini kwamba utaachiliwa? Nitaachiliwa. Niko na tumaini, niko na imani nitaachiliwa. Petition ya siku gani? Ni tarehe 10 mwezi wa 7. Tarehe 10 mwezi wa 7. Andũ amekaga mediation no wega mwaranirie nani. Mediation nĩ njega mũno. Tũhote gũthiĩ kũrĩa mĩciĩ ĩyo tũthikĩrĩrie andũ acio maroiga atĩa, andũ a family yake ũyũ nĩ arĩkia kwĩyaria. Mediation nĩ ya bata mũno nigetha mundu akiuma njera na nĩ moigua ũhoro ũrĩa wamũkorire na ndageria gũthikĩrĩria wega ũhoro ũcio no ũkore mũndũ o wothe wĩke kĩũndũ tu ũcoke ũkore nĩ warehe hathara. Ũguo nĩguo mũndũ ũyũ ekorire njera. Sasa kuna wale watu ambao wanafanya vitu kama hizo. Wengine waogopi tu, wanasema tu, wanafanya kwa ujeuri, unapata umekosa mada. Sababu sasa hata ukitoka jela mada itakuwa tu bado iko ulifanya mada. Hebu ongelesha tu wale watu ambao wanafanya mambo kiholela, unapiga mtu, unarusha hiyo mishale hivyo. Mtu akisema tu siogopi. Mimi naeleza kitu ikitendeka uidhibitishe kwanza, uiwase kwanza, ujue hii kitu nisienda na speedi vile nimeulizwa ama vile nimenganganywa kitu ati niitishe na fujo. Juu mimi kitu yenye ilifanya niliangalia ni kama nimedharauliwa na kumbe hii kwa madharau. Nilikuwa naundiwa maisha lingine kwa hii bibi yangu angenisaidia upande zingine juu kama angemaliza shule mzuri ingekuwa ni mimi ndio nitajikasa sana. Tungekuwa tunagawaga mzigo wa yeye nyumba iko nyepe na tungekuwa na familia vyema yenye hata kitu ikitendeka kwangu nitasaidiwa kwa kama hospitali nini ningesaidiwa kwa na hiyo familia. Lakini sasa mimi nilikata hiyo familia sitasaidika sasa juu nimeikata uwezo yenye ningesaidiwa na hiyo watu. Huyo msichana wakati huo alikuwa na miaka 17. Wewe ulikuwa na miaka ngapi? Mimi nilikuwa na miaka 33. 33. Hivyo mlikuwa mmeachana na miaka 16. Mbona ukafikiria mtoto wa shule na unajua yeye kwanza anasoma? Sasa ndio hii hasara umemletea confusion. Unajua vile nilienda kushona viazi kwao. Ndio tukaanzia mapenzi hapo. Nilishona viazi hapo Karara area hiyo. Pande ya Siriko, mahali naitwa County Council. Tukashona hiyo viazi, hiyo mapenzi ndio tukaanzia hapo na hiyo mtoto. Sasa shule ilikuwa imefungwa mwezi wa 4. Ndio tukaanza hiyo mapenzi. Vile shule ilifunguliwa, akaniambia nasomea Mchorwe mahali naitwa Chesingele, Molo huko. Si sasa ikabidi akanipatia namba. Tukaanza mapenzi hivi. Na nikaanza kupata viazi area hiyo. Nilijulikana mimi ni mshonaji wa viazi, nikajulikana namba hiyo mzazi vile alipata hiyo namba.
Saa yeye akanishikia viazi area hiyo. Huyo mzazi mwenye nilimua. Junior alikuwa ananishikia viazi pande wa molo. Hata mlikuwa mnasaidiana naye? Tulikuwa tunasaidiana naye. Sasa nilikata usaidizi njoo ya hasira ya ujinga. Bila hiyo mtoto alipiga nduru. Mimi ndio yangu nikakumbuka wanaua hiyo mtoto. Mbona wamechukua kusima mtoto na mimi wako niuliza chochote. Aliniambia fungua mlango, nikafungua mlango, wakashika mtoto mkono. Akachukua yake hata nguo alivalia njiani. Sasa vile nilisikia anapiga nduru nikakumbuka manyumba 10 atasema ya mtoto. Wakati huo ulikuwa unajua kuna mimba? Ni hata alikuwa amenieleza ana mimba miezi 3. Juu tulikuwa tumeongea naye mpaka akaniambia unajua nina mimba miezi 3 na mtihani ndio hii ninaendelea nazi jamani. Juu nikaenda nikalete, hata hiyo mawazo nilifanya haraka sana nikasema nilete. Juu hii mtihani ikionekana itatuletea taharuki na huyu nitanganganywa hii mta. So nikaenda nikalete. Na familia hata wakajua nimemle. Familia yako sasa. Familia. Kwa hivyo hata ulimpeleka kwenu? Hata nyumbani tulikuwa tunakulia nyumbani. Asubuhi yake akakujia. Walijuaje ni wewe ama ni ile uhusiano wako na babake? Uhusiano sasa namba ikatolewa namba kwa simu ya madhe yake juu nilikuwa napiga namba ya madhe. Sasa nikipiga namba ya madhe yeye alikuwa anatumia hii namba ya madhe. Sasa vile tuliongea naye akawacha simu siku hiyo na akatoka barabara akaachia madhe na sisi tukapanda gari. Hata bagi hakuna bagi yenye alikuja nayo. Tukakuja Moro Kivleft nikatafutia yeye manguo. Alikuja na slippers. Na tukapanda gari ya Moro gari. Tukashuka Njoro. Njoro nikapanda ya Naiswe. Kesho yake asubuhi saa 3 wakakujia yule mtoto. Asubuhi saa 3 wakakujia mtoto na akakuja wakachukua mtoto. Hawakuniuliza chochote. Weka mlango wakaanza kufungua mlango wakapiga mtoto pale mlango. Si mimi nikakumbuka wanaenda kuua hiyo mtoto na tulilala naye. Hiyo mtoto si atakaria nimemwacha tu bure. Kaambia kwa nini? So ulikuwa unajaribu kuzuia tu mimi nilikuwa najidefense. Kumbe vile najidefense nikatenda kosa ambapo yenye Mwenyezi Mungu hata naomba anisamehe. Samehe kabisa. Otiro dotogo tua akaitorogamia direct eo hau. Direct yureke rugamira hau ena keha ena gutukanirwo ena ciuria nyingi muno. Shohoro no aritoha muno na ni no anditohera. Mufuate channel eno mudaithie gwaka channel eno ya Simon Kibe ikure inenehe na nego make sure ndaka mediation na arĩa mekundeithĩrĩria mediation ya uyu na family iyo. Ũndũ ũcio kũringana ũguo atarĩria nĩ rũgano very open. Mũndũ mũgĩ no amenye kana na mahĩtia kana ndarĩ. Nĩ mena mahĩtia ma kuoya mũirĩtu ũtakinyĩtie mĩaka 18 na nĩ wakĩigua kũrĩa mambĩrĩirie na kũrĩa marĩkĩrĩirie.